Ni siku nyingine tena, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunakutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Habari ya hapo ulipo, habari ya majukumu yako yanasongaje, yanaendeleaje, umebarikiwa vipi na kutwa nzima hii hapa. Bila shaka tuko pamoja tena, karibu katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Mimi naitwa Hossein Karia, mwenyeji na mtozi wa kipindi hiki. Juma hili tena tunakwenda kuangazia masuala mbalimbali ya uimbaji kupitia kwaya zinazopatikana katika ukanda wa Ziwa Victoria. Ukiangalia ramani yako pale utaweza kugundua kwamba kuna ukanda wa Ziwa Victoria wanahusika mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, mkoa wa Mara, lakini pia Simiyu, Shinyanga na maeneo jirani ambayo yanatuzunguka. Basi tuna fursa nzuri ya kutumia katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza, hasa katika kwaya za kanisa la Waadventista wa Sabato. Naam, kumbuka uweze kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127. Hii ndio namba ambayo unaweza ukanitafuta hapo, tukaweza kuwasiliana kwa uzuri kabisa yale ambayo yamefanyika katika kipindi hiki yakafanyika na kwako pia. Hivi leo unakupeleka wapi? Leo nipo Mugumu Serengeti, tena nakutana na kwaya inayoitwa Itununu SDA Kwaya. Itununu SDA Kwaya katika albamu nambari 4 hivi wanakwenda kutubariki juma hili, tutaweza kuwasikia wao hapa. Jina la albamu ambao nakwenda kutambulishia hivi, ambao nimekuambia ni albamu nambari 4, inakwenda kwa Ndani ya Malango, ndilo jina la albamu, Ndani ya Malango. Katika malango kuna nini? Tutaweza kusikia katika dakika 60 hizi kutoka kwao Itununu SDA Kwaya. Nambari ya 0759005127 nitafute hapo nisikie kutoka kwako. Mimi naitwa Hossein Karia. Awali hii hebu tuweze kupata ombi, na ombi hili tuweze litubariki kuanza kipindi hiki. Mungu Baba uishiye mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki mimi na mtazamaji. Bila shaka tunaendelea kubarikiwa kwa kutazama tu Hope Channel Tanzania. Hebu ikawe ni njia ya kutupeleka mbinguni, kwa kuwa marejeo yako ni ya hivi karibuni na ni hakika, kwani ni mbele yetu, katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo mimi nakuambia karibu sasa tuweze kuungana leo, kama nilivyokuambia awali kwamba nipo nao Itununu SDA Kwaya. Wataweza kutubariki hapo katika nyimbo 2 mfululizo. Bila shaka tutaweza kusikia wimbo wa kwanza unasema Niguse, wimbo wa pili unasema Chunguza. Niguse na wimbo wa pili unasema Chunguza. Karibu tukaweze kubarikiwa. Chunguza maandiko, neno takatifu, mna huo uzima, mafunuo na hekima ya mbingu, yafaa kwa maarifa Biblia. Chunguza maandiko, neno takatifu, mna huo uzima, mafunuo na hekima ya mbingu, yafaa kwa maarifa Biblia. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Maandiko ni hazina itokayo kwa Mungu, ndiyo dira safarini. Tuisome tupate maarifa, tena tuwe na uzima, tuokolewe. Maandiko ni hazina itokayo
itokayo kwa Mungu, ndiyo dira safarini. Tuisome tupate maarifa, tena tuwe na uzima, tuokolewe. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Uliwahi guswa mguso wa namna gani katika maisha yako? Na je, mguso ulikubadilisha au ulibaki kama ulivyo? Njoo uguswe na Yesu, utabadilika. Uliwahi guswa mguso wa namna gani katika maisha yako? Na je, mguso ulikubadilisha au ulibaki kama ulivyo? Njoo uguswe na Yesu, utabadilika. Akikugusa Yesu kwenye maisha yako, hautabaki kama ulivyo. Wapo wengi waliguswa, maisha yao yakabadilika. Akikugusa Yesu kwenye maisha yako, hautabaki kama ulivyo. Wapo wengi waliguswa, maisha yao yakabadilika. Wamkumbuka Bartimayo, mwombaji kipofu kando ya njia. Aliposikia Yesu anapita, alipiga kelele. Yesu akamgusa mguso wa imani, Bartimayo akapona kabisa. Alipoguswa na Yesu, akabadilisha historia yake. Wamkumbuka Bartimayo, mwombaji kipofu kando ya njia. Aliposikia Yesu anapita, alipiga kelele. Yesu akamgusa mguso wa imani, Bartimayo akapona kabisa. Alipoguswa na Yesu, akabadilisha historia yake. Akikugusa Yesu kwenye maisha yako, hautabaki
kama ulivyo. Wapo wengi waliguswa, maisha yao yakabadilika. Akikugusa Yesu kwenye maisha yako, hautabaki kama ulivyo. Wapo wengi waliguswa, maisha yao yakabadilika. Akikugusa Yesu kwenye maisha yako, hautabaki kama ulivyo. Wapo wengi waliguswa, maisha yao yakabadilika. Bila shaka umeweza kusikia nyimbo hizo zikisema chunguza na niguse. Ndio, sasa tunakwenda kuwafahamu Itununu SDA Choir ni akina nani, wamefanya nini mpaka kurekodi album nambari 4. Sasa wana album ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Naam, twende tukaweze kusikia kwa kiongozi ambaye ameteuliwa kuizungumzia kwaya hii juma hili katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Majina naitwa Maiga Benson Mgini, ni mwenyekiti wa kwaya ya Waadventista wa Sabato Itununu, kwaya inayopatikana wilaya ya Serengeti, maeneo ya Mugumu, ndiko tunakopatikana. Kwaya hii ilianzishwa tangu mwaka 1990 na ikiwa na waimbaji wachache sana, na wakati huo ilikuwa ni kwaya ya kundi. Lakini miaka ya 2000 kwaya hii imeendelea kukua baada ya kuwa kundi limetengwa kuwa kanisa. Ni kwaya ambayo inamtumikia Mungu na ni kwaya ambayo iko kiuinjilisti zaidi. Kwaya hii inaitwa, mara inapoitwa inatoka kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa muda wote au kipindi chote tangu kwaya yetu imeanzishwa, tumeendelea kumtukuza Mungu, na hadi sasa kwaya hii na jumla ya albamu 4 za video. Albamu ya kwanza ilienda kwa kwaya hii inazo katika kazi ya kumtumikia Mungu tayari imekwisha kutengeneza video 4 za Santuri Mwonekano. Ya kwanza ilikwenda kwa jina la Ni Heri Kumtumikia Bwana. Albamu ya pili ilienda kwa jina la Sina Hakika. Albamu ya tatu imekwenda kwa jina la Mwana Mpotevu, na albamu ya 4 ambayo iko hewani sasa ni albamu inayokwenda kwa jina la Ndani ya Malango Yako. Kazi hizi zote zinapatikana katika mitandao ya kijamii kwa jina la Itununu SDA Choir. Ukiingia YouTube utaipata kazi hii, Facebook inapatikana, lakini pia hata katika mtandao wa Instagram kwaya hii inapatikana. Waweza kuwasiliana nasi ikiwa unatuhitaji kwa ajili ya kazi ya utume katika mahubiri, katika mikutano mbalimbali ya makambi. Tunapatikana. Namba ya mwenyekiti ni 0764067446. Waweza kutufuata katika mitandao ya kijamii. Ukiungana na sisi utabarikiwa. Asanteni sana. Asante sana kiongozi kwa kutujuza hayo. Yamkini mimi na mtazamaji wangu basi tumebarikiwa kwa uzuri kabisa kwa kile ambacho umetuambia na kile ambacho tunaendelea kukishuhudia. Ni album nambari 4 ya kwaya hii ya Itununu inayopatikana wilayani Serengeti pale Mugumu, bila shaka kwa uzuri kabisa popote pale kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Unabarikiwa na Hope Channel Tanzania. Nambari ya 0759005127 ni namba ambayo unaweza ukaitumia kwa uzuri kabisa. Sasa twende tukaweze kusikia wimbo unaobeba album. Naam, kama nilivyokuambia kwamba album inakwenda kwa jina la Ndani ya Malango. Yamkini kuna wimbo unaosema Ndani ya Malango. Itununu SDA Choir, karibuni mtujuze. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote. Mbinguni, duniani, wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana,
nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Nimekukimbilia e Bwana, usimame upande wangu, unirehemu Baba, samehe dhambi na makosa yote niliyotenda. Nafsi yangu ikae miguuni pako Bwana, asiwepo binadamu yeyote wa kushindana nawe dhidi yangu, maana ulinzi wako unami siku zote. Nimekukimbilia e Bwana, usimame upande wangu, unirehemu Baba, samehe dhambi na makosa niliyoyatenda. Nafsi yangu ikae miguuni pako e Bwana, asiwepo binadamu yeyote wa kushindana nawe dhidi yangu, maana ulinzi wako unami siku zote. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Nalifurahia ajabu, tena ajabu sana, waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia tena sana, waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana, makao yako tayari. Nalifurahia ajabu, tena ajabu sana, waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia tena sana, waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana, makao yako tayari. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani, wewe ni wokovu wangu. Asante sana kwa wimbo huu ambao unabeba album katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza, album nambari 4 ya kwaya ya Itununu. Ndivyo inavyoendelea kusonga mbele hivi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Mwalimu wa kwaya sasa anakwenda kutujuza
katika sehemu hii ya kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji tukaweze kusikia. Naam, mwalimu wa kwaya, karibu sasa utujuze katika sehemu hii ya kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, utuambie kwamba safari yako ya kumtumikia Mungu ikoje mpaka ukafika hapa ulipo, hasa ukafikia kuwa mwalimu. Tutaweza kusikia kutoka kwa mwalimu, atatuambia kwamba yeye ni nani na mpaka hapa alipo, kwa nini akafika hapa. Karibu tukaweze kumsikia mwalimu wa kwaya kile ambacho anatujuza. Ghani za Nyanza ndicho kipindi kilichoko hewani kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Ninaitwa Amosi Daniel Mororo. Mimi ni miongoni mwa waimbaji wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Itununu. Kwaya hii nimeanza kuitumikia kama mwimbaji nikiwa kijana mdogo sana, na hadi sasa nimekuwa mwimbaji katika kwaya hii. Lakini hiyo haitoshi, nimekuwa mwalimu pia wa kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato Itununu kwa muda mrefu sasa, na shauku yangu kubwa katika utumishi huu wa ualimu ama kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo ni kuona tunatengeneza kundi kubwa la watu watakaojivunia na kuvikwa taji kwa ajili ya uimbaji wao na kwa ajili ya vipaji walivyopewa na Mungu katika kutumika. Naam, sio njia rahisi sana ama kiurahisi sana tukaweza kuwaunganisha watu ama kundi hili la waimbaji, mimi na walimu wenzangu, isipokuwa ni kwa njia ya maombi tu. Na hili limefanyika na kufanikiwa pale ambapo tumekuwa tukimuita sana Roho Mtakatifu kwa njia ya maombi, tukiweka kwaya katika vipindi tofauti vya maombi na kumlilia ili aendelee kuliunganisha kundi hili. Kwa pamoja, mimi na walimu wenzangu wa kwaya hii ya Itununu tunashirikiana kwa ukaribu, tukikutana na kupeana mawazo tofauti ili mradi tuhakikishe kwamba kundi hili linasonga mbele katika utumishi wa Bwana. Ushirikiano wangu na walimu wenzangu wa kwaya ni mzuri. Kwa nini niseme hivyo? Tumekuwa mara kadhaa tukikutana, hasa katika kuandaa nyimbo, tunapeana na kushirikishana ni jumbe zipi zafaa kwa ajili ya nyimbo hizo. Lakini pia sio nyimbo tu, na hata kuweka balansi ya muziki katika kwaya yetu. Lakini pia tumekuwa na ushirikiano mkubwa sisi walimu wa kwaya hii pamoja na walimu wengine wa kwaya ambazo kimsingi tumekuwa tukikutana nazo na kupeana mawazo tofauti kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Katika misingi ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato, tunapojipima katika nyimbo zetu tunajikuta kwamba tumepita hapo hapo, kwa sababu kabla ya kutunga wimbo lazima umshirikishe Mungu na Roho Mtakatifu afunue kile ambacho ujumbe huu tunapopeleka kwa watu wengine, basi utakuwa na mantiki kubwa kwao. Na kikubwa sana tunaangalia na kupita katika misingi ya kanisa, tukiona msingi mmoja mmoja na kuamua kuweka ujumbe wetu hapo kwa nyimbo tofauti tofauti. Mpango uliopo ni mpango mkubwa na ambao tayari mkakati wake upo. Pamoja na elimu ndogo nilionayo katika muziki huu wa Kiadventista, nina shauku na nina mpango wa kujiendeleza. Kwanza kwenda shule katika falsafa ya muziki wa Kiadventista, na hilo nimelipa kipaumbele kwamba muda wowote ikiwezekana, lakini sio mimi tu peke yangu, nikishirikiana na walimu wenzangu, tumedhamiria kwenda kuongeza elimu kwa ajili ya kupanua na kutembea katika misingi na falsafa ya muziki wa kikanisa. Ole ole inakuja ulimwenguni kote, kwa waliomwasi Mungu na kutokutii amri zake, nao watajificha ili kuepuka uso wa Bwana
arudipo mara ya pili. Ole ole inakuja ulimwenguni kote kwa waliomwasi Mungu na kutokutii amri zake, nao watajificha ili kuepuka uso wa Bwana arudipo mara ya pili. Tengeneza zako ndugu yangu, Yesu yu mlangoni, anakuja haraka. Tujitayarishe sote, tuache matendo maovu ili Yesu ajapo tumlaki mawinguni kwa furaha. Tengeneza njia zako ndugu yangu, Yesu yu mlangoni, anakuja haraka. Tujitayarishe sote, tuache matendo maovu ili Yesu ajapo tumlaki mawinguni kwa furaha. Na wewe ndugu yangu, umejiandaaje kumlaki Bwana Yesu arudipo mara ya pili? Je, utamlaki Bwana au utaiambia milima njoo nianguke niuepuke uso wa Bwana? Je, na wewe ndugu yangu, umejiandaaje kumlaki Bwana Yesu arudipo mara ya pili? Je, utamlaki Bwana au utaiambia milima njoo nianguke niuepuke uso wa Bwana? Tengeneza zako ndugu yangu, Yesu yu mlangoni, anakuja haraka. Tujitayarishe sote, tuache matendo maovu ili Yesu ajapo tumlaki mawinguni kwa furaha. Tengeneza njia zako ndugu yangu, Yesu yu mlangoni, anakuja haraka. Tujitayarishe sote, tuache matendo maovu ili Yesu ajapo tumlaki mawinguni kwa furaha. Tengeneza njia zako ndugu yangu, Yesu yu mlangoni, anakuja haraka. Tujitayarishe sote, tuache matendo maovu ili Yesu ajapo tumlaki mawinguni kwa furaha. Wito wangu wa pekee kwa walimu wa kwaya tofauti tofauti katika kanisa letu la Kiadventista ni kuhakikisha kwamba tunapotunga nyimbo tuzingatie sana falsafa ya kanisa inataka nini, na tukitembea hapo hakika tutampendeza Mungu wetu na mziki wetu utazidi kukua na utalitangaza na kuliinua kanisa letu kulingana na falsafa yenyewe ya mziki wa kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Nitoe rai pia kwa walimu wengine kwamba tuepuke sana mihemko katika habari ya utunzi wa nyimbo. Tutembee katika misingi ambayo kanisa letu linahitaji. Asante. Bila shaka tumebarikiwa na mwalimu, kile ambacho anakizungumza hasa katika wasaa huu wa kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Na sasa ni wakati mwingine tena ambao tunaelekea wapi? Wakati huu tunaelekea katika kutazama yule ambaye alifika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Kwa nini akajiunga kwenye kwaya hii? Kwa nini akawiwa kwamba sasa niweze kujiunga na kwaya hii? Tuweze kusikia kutoka kwao, wataweza kutuambia hayo. Hii ni Hope Channel Tanzania. Kwa majina naitwa Ana Daniel Mororo. Ninafurahi sana kwa ajili ya kipindi cha uimbaji. Uimbaji naupenda sana tangu nikiwa mdogo.
nilivutwa kuja ndani ya kanisa na uimbaji nikiwa na umri wa miaka 8. Mpaka sasa ninaimba na mtumikia Mungu. Ninafurahi sana kuona kwamba wote waliojiunga na kwaya hii mpaka hapa tulipo ni matunda yangu ambayo nilifurahi kuwa niliwaongoa kwa ajili ya uimbaji. Sasa ninapokuwa ninaimba ninakumbuka wimbo mmoja ambao unasema vuka ng'ambo. Maana huo wimbo unanitia nguvu, unanipa hamasa kwa sababu tuna safari ya kuvuka ng'ambo. Kwa nawaalika wote ambao mnaniona kwamba nimeanza uimbaji nikiwa mdogo sana, na hata sasa umri wangu huo naendelea kumtukuza Mungu mpaka pale mwisho wa siku zangu itakapofika. Asanteni. Nawaalika watu wengine wanaonitazama, wakubwa kwa wadogo na wenye umri kama wa kwangu, wajiunge kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa sababu uimbaji ni moja ya kutupeleka mbinguni. Karibuni sana katika uimbaji. Vuka ng'ambo, vuka ng'ambo, vuka, usiogope, ondoa wasiwasi na mashaka moyoni mwako. Vuka ng'ambo, vuka ng'ambo, usiogope, ondoa wasiwasi na mashaka moyoni mwako. Vuka ng'ambo, tuseme japo kuna vikwazo vingi, jitahidi kushinda vikwazo. Vuka leo, vuka ng'ambo ya bahari, japo kuna vikwazo vingi, jitahidi kushinda vikwazo. Vikatae vikwazo vyote kwa jina la Yesu. Siogope kusonga mbele, Bwana atakushika mkono. Ni lazima utapitia changamoto na vizuizi. Omba Mungu akupe nguvu ushinde vikwazo. Vuka ng'ambo, vuka ng'ambo, usiogope, ondoa wasiwasi na mashaka moyoni mwako. Vuka ng'ambo, usiogope, ondoa wasiwasi na mashaka moyoni mwako. Vuka ng'ambo, tuseme japo kuna vikwazo vingi, jitahidi kushinda vikwazo. Vuka leo, vuka ng'ambo ya bahari, japo kuna vikwazo vingi, jitahidi kushinda vikwazo. Baharini majaribu unayopitia kila siku katika maisha yako. Baharini majaribu unayopitia kila siku katika maisha yako. Acha kukata tamaa, Mungu yu pamoja nawe. Usiogope mawimbi, songa mbele, hakika utafika. Acha kukata tamaa, Mungu yu pamoja nawe. Usiogope mawimbi, songa mbele, hakika utafika. Vuka ng'ambo, usiogope, ondoa wasiwasi na mashaka moyoni mwako. Vuka ng'ambo, usiogope, ondoa wasiwasi na mashaka moyoni mwako. Vuka ng'ambo ya bahari, japo kuna vikwazo vingi, jitahidi kushinda vikwazo. Vuka leo, vuka ng'ambo ya bahari, japo kuna vikwazo vingi, jitahidi kushinda vikwazo.
Kwa majina naitwa Christina James Saidi. Mimi ni mwimbaji katika kwaya ya kanisa la Itununu SDA. Ni mwimbaji ambaye kwa hivi karibuni ambaye nimeongolewa na kwaya hii. Ninapenda sana kuimba kwaya na pia ninapenda sana uimbaji wa kwaya ya Itununu. Pia nilivutiwa sana na uimbaji wa hii kwaya hadi nilipoingia katika kuimba kwenye hii kwaya. Wimbo ninaupenda katika albamu hii ni wimbo unaokwenda kwa wimbo Wajihusishe. Kwa sababu ni wimbo ambao una maudhui makubwa yanayotushauri na kutukuza katika imani yetu kwa ajili ya kujihusisha kumtumikia Mungu. Pia nawaambia watu wote, wakubwa kwa wadogo, karibuni katika uimbaji na karibuni katika utume huu. Asanteni. Hakika nitasema mema ya Mungu, nitasimulia matendo yake makuu, nitahubiri mataifa yote, nijihusishe kuifanya kazi ya Bwana alotuachia. Hakika nitasema mema ya Mungu, nitasimulia matendo yake makuu, nitahubiri mataifa yote, nijihusishe kuifanya kazi ya Bwana alotuachia. Mavuno ni mengi shambani, lakini wavunaji ndio wachache. Kazini yetu mimi nawe ndugu yangu, twende shambani mwa Bwana, ujihusishe, nijihusishe, kwa pamoja tufanye kazi. Japo Bwana tusidaiwe. Mavuno ni mengi shambani, lakini wavunaji ndio wachache. Kazini yetu mimi nawe ndugu yangu, twende shambani mwa Bwana, ujihusishe, nijihusishe, kwa pamoja tufanye kazi. Japo Bwana tusidaiwe. Leo tumepewa gharama kila moja, ili zitumike kuleta watu kwake. Basi twenendeni ulimwenguni kote, tukawafanye kuwa wanafunzi wa Bwana na kuwabatiza. Leo tumepewa gharama kila moja, ili zitumike kuleta watu kwake. Basi twenendeni ulimwenguni kote, tukawafanye kuwa wanafunzi wa Bwana na kuwabatiza. Mavuno ni mengi shambani, lakini wavunaji ndio wachache.
pamoja tufanye kazi, japo Bwana tusidaiwe. Mavuno ni mengi shambani, lakini wavunaji ndio wachache. Kazini yetu mimi nawe ndugu yangu, twende shambani mwa Bwana. Ujihusishe, nijihusishe, kwa pamoja tufanye kazi, japo Bwana tusidaiwe. Tulikuja hapa duniani pasipokuwa na kitu chochote. Neno linatuambia tulitoka mavumbini. Mungu wa mbinguni ametuumba kwa sura yake na mfano wake, ili watu wote tumuabudu kwa utukufu wake. Tulikuja hapa duniani pasipokuwa na kitu chochote. Neno linatuambia tulitoka mavumbini. Mungu wa mbinguni ametuumba kwa sura yake na mfano wake, ili watu wote tumuabudu kwa utukufu wake. Hivyo tumtii sana Mungu wetu kwa ubunifu wake mkubwa, alivyotutoa huko mavumbini. Hii sayansi yatushangaza, ni Mungu aliyetukuka. Kila mwenye pumzi na sifu milele, Bwana anastahili hizi sifa. Hivyo tumtii sana Mungu wetu kwa ubunifu wake mkubwa, alivyotutoa huko mavumbini. Hii sayansi yatushangaza, ni Mungu aliyetukuka. Kila mwenye pumzi na sifu milele, Bwana anastahili hizi sifa. Hatukuja hapa duniani kwa ajili ya kujifurahisha, bali tuliletwa hapa kwa kusudi la kusifu na kumtukuza Muumba wetu, kwa kuziimba hekima zake. Ibada zetu ziwe za kicho na za unyenyekevu. Hatukuja hapa duniani kwa ajili ya kujifurahisha, bali tuliletwa hapa kwa kusudi la kusifu na kumtukuza Muumba wetu, kwa kuziimba hekima zake. Ibada zetu ziwe za kicho na za unyenyekevu. Hivyo tumtii sana Mungu wetu kwa ubunifu wake mkubwa, alivyotutoa huko mavumbini. Hii sayansi yatushangaza, ni Mungu aliyetukuka. Kila mwenye pumzi na sifu milele, Bwana anastahili hizi sifa. Hivyo tumtii sana Mungu wetu kwa ubunifu wake mkubwa, alivyotutoa huko mavumbini. Hii sayansi yatushangaza, ni Mungu aliyetukuka. Kila mwenye pumzi na sifu milele, Bwana anastahili hizi sifa. Hivyo tumtii sana Mungu wetu kwa ubunifu wake mkubwa, alivyotutoa huko mavumbini. Hii sayansi yatushangaza, ni Mungu aliyetukuka. Kila mwenye pumzi na sifu milele, Bwana anastahili hizi sifa.
Chunguza maandiko, neno takatifu, mna huo uzima. Mafunuo na hekima ya mbingu yafaa kwa maarifa. Biblia. Chunguza maandiko, neno takatifu, mna huo uzima. Mafunuo na hekima ya mbingu yafaa kwa maarifa. Biblia. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Maandiko ni hazina itokayo kwa Mungu, ndiyo dira safarini. Tuisome tupate maarifa, tena tuwe na uzima, tuokolewe. Maandiko ni hazina itokayo kwa Mungu, ndiyo dira safarini. Tuisome tupate maarifa, tena tuwe na uzima, tuokolewe. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Watu wangu kwa kuyakosa hayo wanakufa, mioyo inavunjika. Ukisoma na kuyashika hayo, utaishi kwa amani na matumaini. Ndani ya malango yako, e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako, e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Nimekukimbilia e Bwana, usimame upande wangu. Unirehemu Baba, samehe dhambi na makosa yote niliyotenda. Nafsi yangu ikae miguuni pako Bwana, asiwepo binadamu yeyote wa kushindana nawe dhidi yangu, maana ulinzi wako una
ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Nalifurahia tena sana waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana, makao yako tayari. Nalifurahia ajabu tena ajabu sana waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia tena sana waliponiambia tuondoke twende nyumbani kwa Bwana, makao yako tayari. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. Ndani ya malango yako e Bwana, tazama miguu yangu imesimama. Nalishukuru sana jina lako, jina lipitalo majina yote, mbinguni duniani. Wewe ni wokovu wangu. AWR Tanzania pia masikioni mwako, naamini kabisa kwamba tumeweza kubarikiwa na vile ambavyo wameeleza na wakachagua nyimbo wanazozipenda katika albamu namba 4. Bila shaka hao ndio Itununu SDA Kwaya wakiwa wanatubariki hivyo kwa uzuri juma hili kwenye kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mara baada ya kuweza kuwasikia Itununu SDA Kwaya, sasa ndio ule wakati wa kwenda kuhitimisha kipindi hiki. Mungu Baba ushie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda mimi na mtazamaji wangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tubariki tena jumbe tulizozisikia hapa zikawa sehemu ya kutuongoa. Hili ni ombi langu katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sina la ziada katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127. Wewe ambao unafuatana nami katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza, mwalimu wa kwaya, kiongozi wa kwaya, ukiwa unapatikana katika ukanda huu wa Ziwa Victoria, waweza pia kunitafuta hapo. Kilichofanyika pale Itununu SD Kwaya chaweza kufanyika hapo kwako. Wakati mwema. Leo nilikuwa na albamu nambari 4 ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Itununu inayokwenda kwa jina la Ndani ya Malango. Naamini kabisa kwamba umekubariki. Hadi tukapokutana tena juma lijalo.